Kwanza kabisa, swala la kupanda kwa mafuta sio swala la kufurahia, ni jambo ambalo linaumiza na linatia majonzi sana. Ukisoma taarifa za vyombo mbalimbali vya ndani na vya nje, Malawi mafuta yalifika pahala yakapanda mpaka kufika lita moja kwa shilingi 9,000, ambapo Tanzania lita moja ya mafuta kwa mfano ya petroli ni shilingi 3,800. Ukienda Burundi imefika pahala mpaka baadhi ya vituo vimefungwa kabisa, yani sheli hazina mafuta. Ukienda Zambia bei ya mafuta imepanda takribani mara 2, na ukirudi pia na wenyewe pia wako katika hali ngumu ya kuelekea hata kukosa mafuta yenyewe. Mungu iwe kwenu nyote, ndugu zangu waandishi wa habari wa Tanzania kwa ujumla. Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyenijalia uhai, uzima, lakini pia kunifanya kuwa sehemu ya watu wanaoweza kuzungumza jambo lolote lile ambalo anahisi linaweza kuwa na maslahi katika taifa lake analotokea. Ndugu zangu waandishi, kama ambavyo tumemsikia kiongozi wetu amiri wa Umoja wa Hadhir wa Kiislamu Tanzania, Sheikh Rajab Salum Juma, kwa namna ambavyo alivyoeleza makusudio yetu ya kuzungumza nanyi. Kwanza, kabla sijazungumza, nieleze vitu viwili muhimu. Baadhi ya watu hujiuliza maswali. Kwa nini Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu tunazungumza mambo mbalimbali? Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, kazi yetu ya kwanza kabisa, kama unavyosikia anwani ya jina letu, uhadhiri ni ufikishaji, yani ukumbushaji wa jambo lolote. Yani wajibu wetu namba moja ni kuzungumza. Na sisi kama Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania tumeanza kuzungumza si leo. Wengine tumeingia kwenye uhadhiri, mimi nasoma kidato cha kwanza form 1 naingia kwenye uhadhiri. Kwa hiyo mpaka leo ni miaka zaidi ya 20. Kazi yetu kubwa ni kufikisha ujumbe kwa jamii wa aina mbalimbali. Kwa hiyo tunachokifanya sasa sio kigeni kwa Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, ndio wajibu wetu na tumekuwa tukifanya hivyo miaka yote. Sasa leo tunazungumza kuhusiana na nini? Kwa nini tuzungumze? Taharuki inapokuwepo katika jamii, kwanza ndugu zetu katika Adam, wao sasa hivi wako katika kipindi cha sikukuu zao wakisherekea. Viongozi wa dini pia tunaweza kutumia fursa hiyo au nafasi hiyo, wale ambao aidha ni mashehe, aidha ni wachungaji, aidha ni maaskofu, kama hatuna nia njema katika taifa letu, tunaweza kuwa tunatumia fursa ya nafasi alizotupa Mungu za kuzungumza mbele za watu na watu wakatusikiliza, basi tukaamua tuzungumze nini. Wakati mwingine tunaweza kuzungumza jambo lililo sawa, wakati mwingine kwa maksudi tukazungumza na jambo linalotokana na mapenzi ya nafsi zetu. Sasa mwanadamu pia ana namna ya kupenda, awe ni shekhe ana namna ya kupenda, awe ni askofu, ni mchungaji, ni nani, kila mtu ana namna ya kupenda. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukazungumza jambo kutokana na mapenzi yako, wakati mwingine unaweza ukazungumza jambo kulingana na usahihi wa jambo ulivyo. Lakini wajibu wa kiongozi wa kiimani ni kuzungumza jambo kutokana na usahihi ulivyo, hata kama watu watakuwa hawataki kuelewa kwa makusudi. Kwa hiyo na sisi tunachukua wajibu wa kuzungumza jambo kwa usahihi ulivyo ili kuiona nchi hii ikiendelea kuwa salama. Kwa hiyo katika mazungumzo yangu nitajikita katika nafasi mbili. Nafasi ya kwanza itakuwa ni kuelezea hali halisi ya mambo yalivyo, lakini nafasi ya pili kwa niaba ya wenzangu itakuwa ni kutoa ushauri namna ambavyo sisi kama Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu tunaweza kuona. Kwanza kabisa, swala la kupanda kwa mafuta sio swala la kufurahia. Ni swala ambalo linaleta athari kubwa sana kwa jamii. Mfumuko wa bei unaweza kusababishwa kuongezeka kwa sababu ya kupanda kwa mafuta. Leo hii mafuta yakipanda, ili uagize kitu kutoka mkoani, lazima bei itafanya nini? Itaongezeka.
Kwa hiyo tutanunua maharagi kwa bei kubwa, tutanunua mchele kwa bei kubwa. Kwa hiyo unaweza kusababisha kuwepo kwa mfumuko wa bei kwa sababu ya kupanda kwa mafuta. Kwa hiyo jambo la kupanda kwa mafuta sio jambo linaloweza kufurahiwa, hapana. Ni jambo ambalo linaumiza na linatia majonzi sana. Lakini kitu ambacho nataka tuseme, kupanda kwa mafuta, amesema Amiri hapa, ni swala la kiulimwengu. Ukisoma taarifa za vyombo mbalimbali vya ndani na vya nje, Malawi mafuta yalifika pahala yakapanda mpaka kufika lita moja kwa shilingi 9,000, na yakajaribu kushuka yakaenda lita moja mpaka kwa shilingi 7,400. Mpaka taarifa ya jana nimeiangalia inaonyesha Malawi lita moja 7,400, lita moja ya mafuta, ambapo Tanzania lita moja ya mafuta kwa mfano ya petroli ni shilingi 3,800. Ukienda Kenya ni Kenya mane 178, lita moja inakimbilia karibuni na yenyewe shilingi 3,000 na karibuni inaenda kwenye 4,400 na yenyewe huko. Ukija Uganda ni $1.70, ambapo ukienda ni zaidi ya shilingi 5,000 ya Uganda, ambapo ni zaidi ya shilingi 4,000 ya Tanzania. Hiyo ni Uganda. Ukienda Burundi imefika pahala mpaka baadhi ya vituo vimefungwa kabisa, yani sheli hazina mafuta. Maana yake wanapoelekea Burundi wanaweza kwenda kukosa mafuta kabisa. Ukienda Zambia bei ya mafuta imepanda takribani mara 2, na ukirudi pia na wenyewe pia wako katika hali ngumu ya kuelekea hata kukosa mafuta yenyewe. Ukienda South Africa mafuta pia yamepanda. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba swala la kupanda kwa mafuta si swala la Tanzania. Na hii tunaposema, watu wengine wenye akili ndogo na mawazo madogo wanasema nyewe mnaitetea serikali. Si swala la kutetea, ni swala la kuzungumza hali halisi. Na kwa nini tunazungumza? Kwa sababu hatutaki jamii yetu iwe na taharuki. Yaani maana yake jamii ikiingia na taharuki inaweza kupoteza mwelekeo. Kwa tunaeleza sisi usahihi wa mambo ambao hata wewe leo ukifanya research yako kwenye simu utaona hichi tunachokizungumza ndio uhalisia na ndio ukweli. Kwa hiyo hatuwezi kuchukua jambo sahihi ambalo lina uhalisia dunia nzima tukachukua hii tukaenda kumbebesha lawama mtu fulani kwa sababu tu labda amepata madaraka, Mungu amemjalia akawa na hayo madaraka, tuchukue hizi lawama tusitengeneze tukampelekee yeye. Hapana, hatuwezi kufanya vitu vya namna hiyo. Ukiangalia leo hii lile meli kubwa lile, ukiangalia ukubwa wake ni zaidi, wanasema viwanja 4 mpaka 5 vya mpira wa miguu, ukubwa wa ile meli, ambayo inatoka Saudi Arabia mpaka kufika hapa inatumia wiki 2, kwa maana siku 14. Ukiangalia hiyo meli pia wakati inafika hapa, kutembea kwake inatembea sawasawa na kama kilomita 27 kwa lisali moja. Maana yake kama meli hiyo mafuta unayoyatumia leo yatakuwa yametumia siku 14 mpaka yanafika hapa. Sasa ikishatokea na changamoto za kidunia, maana yake itakuwa zaidi ya siku 14. Sasa ikishakuwa hali kama hiyo, maana yake ni lazima mafuta mlionayo yatafanya nini? Yataadimika. Lakini cha kushukuru pia tunaweza tukaona utofauti kidogo wa Tanzania. Nimewaambia Zambia mafuta yako kwenye kuadimika, Burundi mafuta yako kwenye kuadimika, lakini kwa taarifa za Wizara ya Nishati na kwa taarifa ambazo zilitolewa na EWURA hapo nyuma zilikuwa zinaonyesha kwamba mafuta Tanzania ya petroli yana uwezo kupatikana mpaka mwezi Julai. Maana yake ni zaidi ya miezi 2 au 3 yanaendelea kuwepo. Tunayo mafuta ya kutumia kwa kiwango hicho, kwa maana mafuta ya petroli. Ukienda kwa mafuta ya diesel ni zaidi ya siku 64, maana yake zaidi ya miezi 2. Kwa hiyo unaweza kuona hata Tanzania tumeyashinda mataifa mengi sana kwenye kujaribu kuwa na uhifadhi wa mafuta, japo kwamba nchi yetu inahitaji kutengeneza zaidi uhifadhi wa mafuta. Na tunashukuru kwenye huu mpango wa mradi wa bilioni 700. Mpango huu ukiuangalia vizuri, ambao unakwenda kutengeneza hayo matanki 15 ambayo yatakuwa na uwezo wa kuhifadhi mafuta zaidi ya karibuni pipa milioni 380 hivi kama na kidogo. Kwa hiyo unaweza kuona kama tutafikia huo mpango katika nchi yetu, tukawa tunahifadhi, mradi huo ukakamilika, tukahifadhi mafuta kwa kiwango hicho, changamoto kama hizi tutakuwa tumezisahau. Maana yake likitokea jambo kama hilo katika nchi yetu tutakuwa salama na mafuta tutakuwa nayo ya kutosha. Kwa hiyo jambo kama hili kwa upande huu tunaipongeza serikali kwenye hilo eneo, na tunaomba wafanye jitihada kwa haraka zaidi, kama ambavyo tulikuwa huko nyuma hatuhifadhi dhahabu tukaanza hatua ya kuhifadhi
dhahabu, ili angalau hata hela yetu ikishuka tunaweza kuendana na mfumuko wa dola. Dola ikipanda na kuteremka, basi dhahabu yenyewe inaweza kusaidia. Wakaanzisha ule mchakato wa kuhifadhi dhahabu. Kwa hiyo vile vile mchakato wa kuhifadhi mafuta ni muhimu sana. Kwa hiyo kwenye mambo mazuri kama haya, wala hatusiti na kuona aibu kupongeza kwamba kwa mchakato huu wa serikali wanapofanya jambo kama hili, tunapongeza mchakato huo, ni mchakato mzuri. Lakini pia tunayo nafasi pia ya kuendelea kujaribu kushauri, japo kwamba katika nchi yetu kama nilivyotoa mifano kadhaa, sio Tanzania peke yake, nchi nyingi, ukiangalia katika nchi 10 zilizopanda mafuta kwa Afrika, zaidi zile nchi 10 ya kwanza ya pia ya 10, Tanzania hatumo, ambazo mafuta yamepanda zaidi, Tanzania hatumo. Lakini bado hatuwezi kuangalia rekodi ya nchi nyingine tu, bado tunayo nafasi ya kuiomba serikali. Tumeona juzi hapa mkurugenzi wa EWURA, sijui nitumie lugha ya mwamba, Bwana Magufuli anasema kutumbuliwa, ameondolewa. Lakini isiishie kwenye kuondolewa. Unapomwondoa mtu, tunataraji kwamba tunamuondoa kwa sababu ya maslahi ya Watanzania, na mimi naamini kwamba kuondolewa kwake ni kwa sababu ya maslahi ya Watanzania. Sasa serikali ijaribu pia kuendelea kukaa sasa na kuona zaidi. Sawa, wamefanya mambo mengi mazuri mpaka tunakuwa na hayo mafuta kwa muda huo, na tunapongeza kwenye hilo eneo, lakini serikali ione zaidi nini cha kufanyika zaidi, ili mradi hali hii ambayo ipo ya haya mafuta pia izidi, ikiwezekana izidi kufanya nini, kupungua zaidi, ili kuondosha mfumuko wa bei katika taifa letu. Kwa tunapoyasema haya, tunayasema haya tukiwa na nia njema sana kwa taifa.